Mpendwa mtazamaji wangu, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Na pia nikushukuru sana wewe ambaye ulikuwa unasubiri kipindi hiki kwa shauku kubwa, na ninaamini kabisa kwamba Mungu naye amejiandaa kukuhudumia, akinitumia mimi kama chombo chake. Kipindi hiki kinachokujia kupitia chaneli hii, na siku kama leo na muda kama huu, na kimekuwa baraka sana kwa watu wengi. Napokea mrejesho wa watu wakipiga simu na watu wakiponywa, watu wakiokoka. Mungu na akutendee mema. Haleluya. Wewe ambaye unatazama kwa mara ya kwanza, na kusihi usiache kabisa, endelea kufuatia kipindi hiki. Kina mambo mazuri mno. Unaona utambulisho wangu hapo, mahali ambapo nimeweka kuna madhabahu ilipo, lakini mimi ni mwalimu wa neno la Mungu na ni mhubiri wa Injili pia. Sasa ninakukaribisha katika kipindi hiki. Lakini pia wewe ambao unafuatia mitandao ya kijamii, naweza kaandika tu Innocent Julius Konongo, utakuwa unapokea mafundisho yote ambayo nimekuwa nafundisha sehemu mbalimbali hapa kwenye televisheni hii na vipindi vyote vitakavyofuata. Haleluya. Sasa leo ninaenda sehemu ya pili ya mkakati wa shetani juu ya uzao. Kipindi kilichopita nilianza kufundisha kwa habari ya mkakati wa shetani juu ya uzao, na nilisoma kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 10 na ule mstari wa 7 mpaka wa 11. Tunaona Farao anamwambia Musa kwamba neneni watu wazima, lakini watoto pekee waachwe Misri, kwa sababu kule mbele kuna uovu. Kwamba shetani ni kama alikuwa ni Farao kama vile anawazia mema, kumbe alikuwa anajua kabisa wakienda watu wazima wengi watafia njiani, na wengi kishafika kule watakufa. Kwa ile nchi ya Kanaani itakosa wazalishaji. Kwa Farao alitaka abaki na nguvu kazi ya vijana wazalishaji. Tukasoma ile wa Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Mungu anasema, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, tena mmemshinda shetani. Kwa shetani ana mkakati juu ya nguvu kazi. Vijana ambao bado wana nguvu toka napozaliwa, napokuwa tumboni, napokuwa watoto katika hali ya kukua, kabla hajawa wazee, shetani huwa na mkakati mkubwa sana. Na tukasema kwamba mkakati huo sasa mojawapo ni kuhakikisha vifo vya kabla ya wakati. Kwa mkakati mojawapo ya shetani juu ya uzao ni kuhakikisha watu wanakufa kabla ya wakati, vifo vya mapema, watu wasilitimize kusudi la kuwepo kwao, la kuzaliwa kwao. Kwa hiyo shetani anawawahi mapema. Kwa hiyo ni ajenda. Kwa hiyo tunaona kuna watu wengi sana wanapata mimba zinaharibika. Mwingine unakuta watoto akishazaliwa tu wanakufa, na unakuta familia nyingine unakuta hakuna mtu anayekufa akiwa na miaka 50, unakuta wengi chini ya hapo wanakufa tu. Maana yake ni mkakati wa shetani kwa njia magonjwa na kwa njia mbalimbali za vijana wanapojiingiza kwenye maovu na uhalifu. Lengo lake ni kuangalia future. Kwa hiyo shetani huwa anaangalia hatima mtu mbele. Kwa hiyo akiona huyu mtu akikaa vizuri, anaweza kaleta uharibifu na madhara kwenye ufalme wetu, maana atakuwa chanzo cha ustawi kwa wengi, anamuwahi mapema. Haleluya. Anamkamata, anamiliki, anamtawala. Kwa hiyo tukajifunza njia mbalimbali ambazo tunaweza tukawaacha watoto wetu Misri bila kujua. Maona, lakini tukaangalia jambo lingine ni kuzuia vijana wasiingie kwenye ndoa. Vijana wasiingie katika ndoa ndani ya mkakati huo sasa juu ya uzao. Kwa hiyo tuliangalia mambo mbalimbali ambayo shetani anatumia vijana wasiingie kwenye ndoa. Sasa leo sehemu ya pili, maana yake ni nini? Shetani anaweza kawaachia vijana wakaingia kwenye ndoa, lakini haishii hapo. Shetani ana sifa kubwa 3. Sifa ya kwanza, huwa hakati tamaa.
hakati tamaa. Yaani kama unakata tamaa sio shetani. Yaani yeye amesomea, ni profesa wa kutokata tamaa. Ukimshinda leo, kesho utakutana naye. Wala hachoki, halafu hakwaziki. Shetani. Yaani hapa amebobea. Kwa hiyo akisha kushindwa, umeingia kwenye ndoa, kijana binti, mkakati anaofanya ni kuhakikisha kwamba vijana wengi waingie kwenye ndoa bandia, ndoa ambazo hazina furaha. Kwa hiyo kuna vijana wengi wameingia kwenye ndoa, lakini hizo ndoa hawana furaha nazo. Hawana furaha nazo kabisa. Ni vilio, ni machozi, ni misiba. Hawana furaha katika hizo. Umeona? Kwa hiyo ndio agenda ya shetani. Wakati wa shetani. Kwamba unaweza kuvuka hatua ya kuingia kwenye ndoa sawa. Lakini pia mkakati wa shetani ni kuhakikisha kwamba unakuwa na ndoa, lakini hiyo ndoa haina furaha. Haina furaha. Sasa makundi ya ndoa ambazo hazina furaha. Makundi ya ndoa ambazo hazina furaha. Kundi la kwanza kabisa ni ndoa zinazotokana na shinikizo mbalimbali. Ndoa zinazotokana na shinikizo mbalimbali. Shinikizo mbalimbali. Sasa ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 29 mstari wa 15 mpaka 30, sitasoma kwa sababu ya muda, lakini nataka nikupe kisa kimoja. Yakobo mtoto wa Isaka alienda kule ujombani kwa mama yake Rebeka. Umeona? Kwa alipofika kule, ikafika wakati wa kuoa. Yeye akampenda Raheli, lakini akaozwa na mjomba wake Lea, mdogo wake na Raheli. Kwa akabambikiziwa mke. Alimpenda Raheli, lakini yeye akaozwa Lea. Wakasema sisi bwana, kwa desturi zetu mdogo hawezi kaolewa kabla mkubwa, lakini ameshamuoa tayari. Kwa akaambiwa Yakobo kwamba kama nataka upate na huyu, piga miaka mingine 7. Maandiko yanasema Yakobo akafanya kazi kwa ile miaka 7, yani kwa kilikuwa kama miaka michache sana, ili apate chaguo lake, ili apate yeye ampendaye. Lakini alikuwa na Lea kama mke, lakini hakumuoa, hakuwa chaguo lake. Ila mazingira ya ile nchi na desturi na utaratibu wa kule ukatoa shinikizo la Yakobo kumuoa Lea. Kwa akapewa masharti, ili umpate yeye unampenda chaguo lako, lazima ufanye kazi miaka mingine 7. Yakobo akasema sio shida, akapiga mzigo. Haleluya. Maandiko yanasema zile miaka 7 ikawa kama muda mfupi sana, miaka michache sana. Umeona? Akamaliza mkataba, akaozwa mke Raheli aliyempenda. Sasa hizi ni ndoa za namna gani? Hizi ni ndoa zinazotokana na shinikizo la wazazi. Shinikizo la wazazi, viongozi wa dini au marafiki. Naomba hapa wazazi mlitegee masikio vizuri sana. Wazazi mlitegee masikio vizuri sana. Kama kuna janga, kama kuna ndoa ambazo hazina furaha maisha yote, ni ndoa zinazotokana na shinikizo la wazazi, viongozi wa dini, wachungaji wenzangu na marafiki. Kwa hiyo kuna watu ambao wameingia kwenye ndoa kwa kuchaguliwa na wazazi, mme mke. Hiyo ndoa haiwezi kuwa na furaha hata siku zote. Haiwezi kuwa na furaha. Kwa hiyo wewe mzazi, mlee mtoto katika njia mpasayo. Atakapojitunza,
Maandiko yanasema nyumba na mali ni urithi apatao mtu kutoka kwa babaye, bali mke mwema mwenye busara mtu upewa na Bwana. Kama roho ifananavyo na mtu katika maji, kadhalika moyo wa mtu na mwenzake. Ndiyo maandiko yanavyosema. Mtu mme na mke anapewa na nani? Anapewa na Bwana. Hapewi na mzazi. Mzazi wao unamsapoti. Sasa wapo wazazi ambao ndiyo mmeshinikiza, na mpaka ninavyoongea sasa mko kwenye mgogoro, mnamshinikiza kijana amuoe yule mnayemtaka. Kisa kwa sababu huyu anayetaka kumwoa hana elimu kama yeye, anatoka kwenye familia maskini. Nasema hawezi kaolewa na yule kijana ambaye anatoka kwenye familia maskini. Ni ndoa, watu wameingia, vijana wameingia kwenye ndoa lakini hazina furaha. Shinikizo la wazazi. Na waoza wazazi kwa nguvu, watoto kwa nguvu. Mwisho watoto wanaishi maisha ya majuto. Na Baka nasema kama sio mama, kama sio baba, nisingelikuwa na maisha haya. Na kitu chochote kile ambacho ni photocopy, hata ingekilazimisha kiwe halisi, hakiwezi. Hakiwezi. Nyeupe itabaki nyeupe, nyeusi itabaki kwa nyeusi. Hata kipata rangi, kipaka rangi nyeusi, itakuja kujulikana tu kwamba hii original yake, asili yake ilikuwa nyeupe. Kwa ndoa za bandia, ndoa zinazotokana shinikizo. Kwa hiyo kama wazazi mko kwenye shinikizo sasa juu ya mtoto wako amuoe nani, aolewe na nani, acha mchezo huo. Acha mwenyewe achague mpenda mpendaye. Mbona Lea alijuta, alikana Yakobo kwa ajili ya kuzaa watoto tu, lakini hakuwa na furaha. Hakuwa na furaha kwa ile ndoa, na Yakobo naye hakuwa na furaha. Na bahati mbaya sana, yani kitu kama hakijatoka ndani huwezi kukilazimisha kukikubali hata kidogo. Haleluya, haleluya. Na bahati mbaya sana, na viongozi wa dini nao wameingia kwenye mtego huu. Mimi ni shahidi, kuna mdogo wangu, mtoto wa baba yangu mdogo. Sasa alikuwa binti mzuri sana, amejitunza, ni mtumishi mzuri sana kanisani. Kwa hiyo makanisa yetu haya Kipentekoste. Kwa akamwambia yule mdogo wangu kwamba bana, kuna kijana nataka kuoe. Lakini yule kijana hayupo sasa hivi, yuko ameenda kusoma mahali. Sasa yule binti naye ameshafika wakati wa kuolewa. Haya sasa, kijana mwenyewe hamfahamu, ila ameambiwa na mchungaji hakuna kuolewa mpaka yule kijana arudi. Kisa kwa sababu yule binti alikuwa anampenda, na mchungaji na yule kijana mpenda, anaona kimwoa huyu mdogo wangu mambo atakuwa yamekaa vizuri. Sasa akatokea kijana mwingine ambaye sasa mdogo wangu amempenda. Sasa amempenda, mnajua kichotokea? Yani yule mchungaji hakuhusika hata wakati yule mdogo wangu anaolewa, hata kanisa likuhusika, wakasusa. Kisa kwa sababu amekataa kuolewa na chaguo la mchungaji wake. Yani mchungaji, usiingie kwenye mtego huu. Kazi yetu sisi ni kuombea watoto, ampende yeye. Mimi wanachokifanya, kijana kitaka kuoa, namwambia tunaingia kwenye maombi, lakini anachotaka Mungu akuonyeshe wewe. Akuonyeshe wewe. Kama Mungu anathibitisha, athibitishe kwangu kila ambacho Mungu ameshasema na wewe. Mimi siwe chanzo. Kwa sababu kwenye ndoa sio siku zote kunakuwa na miteremko. Kuna changamoto zake. Kuna muda wa kujuana hapo. Kuna wakati mnapokuwa mnaoana, ndoa ile ambayo bado ni mpya, mnatembea mmeshikana mikono. Mnabusiana, mnakwenda sokoni, barabarani. Lakini tafika wakati hiyo hali haitaendelea. Kuna wakati wa kila mtu mnasomana tabia. Haleluya, haleluya.
Kila mmoja anamjifunza kumjua mwenzake. Na ndio maana sisi wa Pentecost hakuna maswala ya kusema kuna boyfriend na girlfriend. Nasema mnatazamana miaka 3, miaka 4. Mwisho tumejikuta tunabariki ndoa, si tunajua tunafungisha ndoa. Watu wameshaoana zamani. Haleluya, haleluya. Lazima muombe Mungu jiridhishe, na watumishi wa Mungu waombe pamoja. Mungu atasema na wewe. Mungu tu ni Mungu. Anakujali wewe kijana. Tulia. Haleluya, haleluya. Mke sio kuchagua kama unavyochagua suruali. Fanya makosa mengine yoyote na uweze kusahihisha, lakini sio kosa la kuingia kwenye ndoa ambayo sio sahihi. Utajuta maisha yako yote. Wewe watumishi wa Mungu, usiingilie kwa habari ya yule unayemtaka wewe ndoa au amuoe au wani. Iwe ni rafiki. Haleluya. Hizi ni ndoa zinazotokana na shinikizo. Ningeweza kukupa shuhuda nyingi na mifano mingi tu, lakini ninachosema ninaeleweka. Kuna watu wengi mnajuta kwa sababu ya mliingia kwenye ndoa inayotokana na shinikizo. Aidha wazazi au wachungaji, viongozi wa dini, aidha marafiki. Nalia mpaka sasa. Haleluya, haleluya. Lakini pia kuna shinikizo la mazingira au hali. Shinikizo la mazingira au hali. Maana yake mfano umri unapokuwa umeenda kwa kijana au binti. Unajua ninachokisema? Yoyote atakayekuja ndio huyo. Na hiyo yote inatokana zile sababu nilizozisema kwenye somo lililopita, zinazosababisha kijana au binti achelewe kuingia kwenye ndoa, asiingie kwenye ndoa. Sasa umri ukienda, anafika mahali ambapo anasarenda. Anasema hivi, yoyote atakayekuja ndio huyo. Ndio huyo. Mbona? Kwa hiyo imefika mahali ambapo sasa mtu anabaki anachotaka tu mwanaume au mwanamke, ili mradi taonekana yeye ameingia kwenye ndoa. Hiyo ndoa haiwezi kuwa na furaha. Hiyo ni ndoa bandia. Ni ndoa bandia. Tutawaona mnaishi pamoja lakini hamko pamoja. Kuna watu wengi sana mnaishi pamoja lakini hamko pamoja kabisa. Ndoa bandia zisizo na furaha. Lakini pia kuna watu wanaingia kwenye ndoa ili wasife bila watoto. Naona umri umekwenda, nasema wewe jamani utakufa bila hata mtoto. Anaamua kujirahisi tu, azae na yoyote au kutane na yoyote tu. Mbona? Itakugharimu, kwa sababu hata yule mtoto atakapozaliwa naye atakuja kuzaa kama wewe. Inakekwa kuwa ni roho. Unajenga msingi ambao utakugharimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haya yote ninapofundisha haya ni ili turudi msalabani. Turudi kwenye kweli. Msingi wote ni kwa sababu watu wanakosa msingi katika Mungu wa kweli tangu mwanzo. Sasa mimi nafundisha kiini cha tatizo, sio kushughulika na matokeo. Haleluya, haleluya. Tunabaki tunahangaika na matokeo. Kiini kiko pale pale. Haleluya. Ili hata wazazi wenzangu tunapoombea watoto, tujue kuna maeneo ambayo specifically tunayalenga. Kabisa ni mahususi. Haleluya. Kwa ajili kuna watu mnaingia kwenye ndoa kwa ajili kupata unafuu wa maisha. Hiyo ni ndoa bandia. Kuna watu mnaingia kwenye ndoa ili mpate unafuu wa maisha. Nasema nipate wa kusaidiana naye maisha. Huo ndio msingi ulioingia kwenye ndoa. Ili upate mtu akusaidia naye kwenye maisha. Unaona upweke na nini, unahangaika. Umradi upate tu mwanaume msaidiane maisha. Hiyo sio ndoa. Ndoa ni zaidi ya maisha.
utakutana tu kuna mambo mengi ambayo yako ndani humo, ambayo ni zaidi ya ulichokitafuta, ni zaidi. Lazima utajuta tu. Hakuna maisha magumu kama kuishi na mtu ambaye sio sahihi kwa ajili yako kabisa. Lakini pia kuna ndoa za pasipo kutarajia, za watu waliokurupuka. Mbona wewe kwa mfano kijana amempa mimba, ameambiwa bwana lazima muoe. Lakini kwa kweli alipompa mimba si kwamba alikuwa amekusudia kwamba awe mke wake. Hizo ni ndoa za kutokutarajia, ndoa za kukurupuka. Wale watu hawezi kuishi kwa kupendana, haiwezi kawa ndoa. Hiyo ni ndoa bandia. Mkakati wa shetani ni kuzalisha ndoa bandia. Kuzalisha ndoa bandia. Kwa hiyo hizi ndoa ni ndoa feki na vyanzo vingine. Haleluya, haleluya. Lakini pia kuna watu walio kwenye ndoa lakini bado wanawakumbuka waliozini nao mwanzo. Kuna watu ambao mko kwenye ndoa lakini mnawakumbuka watu mliozini nao mwanzoni, wakati mkiwa vijana, wakati mkiwa mabinti. Wewe nikusomee kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 na ule mstari wa 15 mpaka 18. Bibi nimesema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuifanya viungo vya kahaba? Rahasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema, wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Mbona? Sasa haya ni madhara ya kushiriki ngono au tendo la kujamiiana kabla ya ndoa. Paulo anawaambia madhara kwamba hamjui ya kuwa hao wanaoambiwa ni Wakristo hawa. Hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yenu. Miili yenu ni viungo vya Kristo. Ni vitwae viungo vya Kristo kwa viungo vya kahaba? Anasema la hasha. Anasema hamjui kwamba yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye, roho moja naye. Maana rahisi soma tafsiri nyingine sinasema ni nafsi moja na yeye. Mbona? Sasa nitazame vizuri sana. Wewe kijana, wewe binti, na hata wewe mzazi, takusaidia kuwafundisha watoto wako madhara ya kushiriki hili tendo la ndoa, ngono, kabla ya kuingia kwenye ndoa. Ni mabaya sana, hujawahi kuona. Anasema hivi, aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Iko hivi, huwa kuna safirisho la roho. Ndoa sio mkataba, ndoa ni agano. Mkataba huwa ni zile pete tunazovalishana, vile vyeti na vile viapo. Swali, si kuna watu mmeachana lakini mlifunga ndoa kanisani? Uliapa katika dhiki, katika shida, takupenda, wengine wote ndawaepuka, takuwa na wewe. Mbona umemwepuka? Mbona umemwepuka? Umetoka nje ya ndoa wewe baba. Lakini uliapa kanisani. Si mkataba ulivunjika huo? Ulivunja mkataba. Ulimvalisha na pete. Ukasema ni kifo pekee kitakachotenganisha. Mbona mmetengana? Ni mkataba huo. Lakini kwa taarifa yako, ndoa ni agano la damu. Na agano la damu
huwa lazima kuwepo na mauti aliyelifanya. Hakuna agano la damu pasipo mauti. Maana yake ni hivi, unapoingia kwenye ndoa, unapokuwa umeshirikiana mwenzako katika mwili, damu imeungana, maana yake umekubali wewe kufa ndani ya huyo mwenzako na yeye kufa ndani yako. Anaposema ni kifo pekee, maana yake siku utakapokufa, atakapokufa huyo mwenzako, ndipo utakapofufuka. Maana yake kumwaza mwingine. Unaweza kaoa kabla hajafa, maana yake umekufa ndani yake na yeye amekufa ndani yake na ndani yako. Kwani unamwaza mwanamke mwingine? Kwani unawaza mwanamume mwingine? Kwa unapoona mwanaume anatoka nje ya ndoa, mwanamke anatoka nje ya ndoa, aliyefunga ndoa halali kabisa, ambaye kabisa watu walishuhudia, maana yake huyo aliingia kwenye ndoa kwa kweli hakukubali kufa ndani ya mwenzake. Alikuwa bado anaishi. Ndio maana baada akaendelea kumkumbuka Elisa, anaendelea kumkumbuka Jane, anaendelea kumkumbuka Mathayo, anamkumbuka John, anamkumbuka nani? Sasa na kwa wanawake ni mbaya zaidi, kwa sababu mwanamke wewe unapokea nguvu, mwanamume anatoa nguvu. Hata simu nyingi ambazo mimi nimekuwa napigiwa na wanawake ni wengi sana, anasema mchungaji, nifanyeje? Bado namkumbuka yule niliyeshirikiana naye kwa mara ya kwanza, pamoja na kwamba nimefunga ndoa kanisani. Hata wewe mwenyewe ni mmoja wao. Niambie, je, haumkumbuki yule uliyezinaye ukiwa sekondari? Umeshamsahau? Si bado namkumbuka? Kwa nini namkumbuka? Kwa sababu ni agano. Ujue ni tendo Mungu hakutaka kabisa mtu afanye paka anapokuwa ameingia kwenye ndoa. Nje ya hapo madhara yake ni makubwa. Ni makubwa mno. Kwa hiyo tuna ndoa bandia za watu, unapolala kitandani, wale wote uliozili nao wanakuja kitandani. Na bahati mbaya sana, roho ambazo kama mtu aliyekuwa na roho chafu, kuna mikosi kwenye familia yao, kuna maroho ya kuachika, kuna maroho ya uchawi, yale maroho yanakuvaa na wewe. Si vinasaba vya damu vinafuata? Ndio maana unajikuta una tabia ambazo hukuwa nazo. Umezipata wapi? Umezipata kwa yule uliyezini naye, ambaye sio mke wako, ambaye sio mume wako. Ndio maana nasema kimbieni zinaa. Ayayayaya. Binti mwanangu, wewe kijana, kimbia zinaa. Ni dhambi mbaya sana. Madhara yake atakutesa. Binti, usikubali kumvulia nguo kijana yoyote. Sema nimeapa kwa jina la Yesu, sitavua nguo kwa kijana mwanaume yoyote mpaka siku ile nitakapokuwa nimefunga ndoa takatifu. Kijana, na wewe hapa, mwambie Bwana Yesu, nataka unisaidie. Baada ya kusikia ujumbe huu, kimbia. Dhambi ya zinaa hatuikemei tu, tunaikimbia. Kama tunaikimbia, maana yake na yenyewe huwa inamfukuza mtu, na yenyewe huwa inakimbiza. Ndio maana mtu ambaye amekuwa naanguka kwenye zinaa, hiyo roho huwa haimwachi kumfuatilia mtu. Lazima itakufuatilia tu. Zinaa, ukishangia kwenye zinaa, usipoiaibisha, hiyo dhambi itakufuatilia, itaendelea kutesa tu. Kama umeficha dhambi ya zinaa kwa siri huko kanisani, uwe ni mchungaji, uwe ni askofu, uwe ni nani, hiyo dhambi haitakuacha, itaendelea kutafuna tu. Afadhali uiaibishe hadharani na kwepa, kwa sababu ya heshima ulio nayo, kwa sababu ya cheo ulicho nacho. Sasa ufikiri pia madhara ya kwenda jehanamu. Ndoa ambazo tunaona wameunganisha na kahaba, unganiko la hisia. Unaona? Nakuja. Kwa hiyo ndoa ni agano la damu.
Kwa ni lazima kila mmoja akubali kufa ndani ya mwenzake. Ndio maana swala hili sio swala la kukurupuka. Maana yako unampata mtu ambaye wakufanya agano lae la damu, kufa ndani yake, na yeye afe ndani yako. Hawezi kumwazia mwingine, hawezi, amekufa. Haleluya, haleluya. Hili ni jambo nyeti sana. Kwa naona watu wanaathirika, nakuta wanateswa na ndoa hizo za mitara isiyoonekana kwa macho. Lakini pia kuna wanaoishi na wenza wao kwa ajili ya kupata watoto tu. Yaani kuna watu mnaishi kwenye ndoa kwa ajili ya kupata watoto tu. Mwanzo 29:32, Lea akapata mimba akazaa mwana, akamwita jina lake Reuben. Maana alisema, kwa kuwa Bwana ameona mateso yangu, sasa mume wangu atanipenda. Umeona yule Lea, mtoto mke wa Yakobo, ambaye Yakobo alimpenda kwa alimuoa kwa shinikizo. Alipozaa mtoto wa kwanza Reuben, akasema, sasa Bwana umeona mateso yangu. Mateso gani? Ya kuwa na mume ambaye hakumpenda, ya kuolewa na mwanaume ambaye hakuwa chaguo lake. Yalikuwa ni mateso. Sasa akajifariji akasema hivi, sasa Mungu umeona mateso yangu, sasa mume wangu atanipenda eti kwa sababu amemzalia mtoto. Kwani mtoto ni ndoa ile? Bado mateso yaliendelea vile vile pamoja na kuzaa watoto. Soma tu Biblia. Muda mwingi alikuwa analala kwa Raheli ambaye hakuwa na watoto, sio kwa Lea. Kwa Lea alikuwa anakwenda ili tu wazae mtoto. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaishi kwa ajili ya kuzaa watoto tu, lakini sio upendo wa dhati. Kuna watu mmeshaachana, mnasema yani kwa kweli huyu mwanaume mimi ni kwa sababu ya watoto tu, naona nikiondoka watoto watateseka. Sasa hapo kuna ndoa tena? Hapo kuna ndoa? Si mmeshaachana, ila tu mnatoka nyumba moja. Kinachokukalisha wewe mama kwa sababu tu ya watoto, tunawahurumia watoto wako wasije akateswa na mama akambo, maana ukiondoka ataleta mwingine. Sasa haya ni mateso, ni mateso yanayotokana na msingi mbaya. Lakini pia kuna ndoa za kutengenezwa na nguvu za giza. Ndoa za kutengenezwa na nguvu za giza. Natengenezwa na nguvu za giza. Yaani hizi ndoa za kutengenezwa na nguvu za giza. Sikiliza, kuna watu wanawapata waume kwa kutumia ushirikina. Kwa kutumia ushirikina. Yaani kama binti amempenda kijana, lakini yule kijana anaonekana yeye hampendi. Na yule kijana anaonekana kidogo ana kazi nzuri na hela, ana hela. Binti anatumia ushirikina kumpata. Na kwa sababu hana nguvu ya Mungu, hana Mungu, anajikuta tu kutokana ile nguvu ya giza, analazimika anamuoa. Hizo ni ndoa za kutengenezwa na nguvu za giza. Ndoa imetengenezwa hiyo, ni mchongo huo. Mwisho nakuta yule kijana anakuwa kama zombi, anakuwa kama zezeta ndani ya nyumba. Anapiga deki, ndiye anafua nguo, ndiye anapika chakula. Mwanamke amekaa kwenye kochi tu pale. Kwa sababu sana amemtengeneza yeye kwa njia ya ushirikina. Mepewa kabisa limbwata kabisa, amepigwa kipapatila kabisa cha limbwata hiyo. Lakini kwa kweli yule kijana si kwamba alikuwa anampenda yule binti. Lakini binti akaenda kwa mafundi mitambo wa shetani, wachawi na waganga, wakampa dawa. Sasa kuna ndoa nyingi sana za namna hiyo sasa hivi. Nyingi mno. Wewe tunapoona changamoto na ndoa zisina furaha, ndoa bandia, vyanzo vyake ni vingi mno. Moja wapo ni hivi ambavyo nimevisema. Haleluya, haleluya. Ni hivi ambavyo nimevisoma. Lakini pia kuna maagenti wanaojiingiza makanisani kwa asili kuwatafuta wana wa Mungu. Siku moja
Mchawi mmoja aliniambia huyo mchawi, Mungu alinikamatia. Alikuja kanisani kwa lengo la kuja kama kuroga hivi, kuja kuleta uharibifu. Mungu akamkamata, akatoa siri. Moja wapo ya siri aliyotoa, akasema moja wapo ya mikakati wanapokaa hawa mawakala wa shetani ni kusababisha ndoa bandia makanisani, pandikizi. Nisikiliza watumishi wa Mungu, tunashirikishana, tunatiana moyo. Chuma hunoa chuma. Haleluya, haleluya. Huu ni mkakati. Wanasema wapo watu ambao wamekwisha kuandaa mawakala wao. Kijana anakuja kanisani, alafu hawaji wale watu ambao ni akina Nguchiro wale. Wanawaleta kabisa vijana ambao wanaonekana wanatupesa pesa kidogo. Akishakuja hapo niye mnashangilia. Pengine anaweza kambe paki na kagari hapo nje. Kumbe ni wakala wa shetani. Na hawa wanakuja kuwatafuta wale mabinti waliosimama wenye faida katika nyumba ya Mungu. Sasa akishafika pale, cha kwanza kabisa mbinu wanaitumia ni kuanza kuwa karibu na mtumishi wa Mungu. Kuleta vizawadi, analeta suti, atakuja na hiki, atakuja na hiki. Akishakamata kule, atakapokuja anasema, "Chungaji, nimemwona binti fulani, hata kama na miezi miwili ameokoka, amekuja kanisani pale." Wala haina haja kumchunguza. Si tayari ameshakamata madhabahu. Na tunajua chakula kina nguvu. Mnajua pesa na nguvu. Na siku hizi macho ya kiroho ni changamoto. Hakuna walinzi katika nyumba ya Mungu. Haleluya, haleluya. Tayari yule kijana anamuoa yule binti wa watu aliyesimama. Kumbe amekwenda shimoni, ameolewa na wakala wa kuzimu. Akishamwona kuambia, "Mimi nikufuata wewe. Mimi si kwamba nimekuja kuokoka kanisani kwenu." Sasa ameshafunga ndoa tayari. Anafanyaje? Analia machozi yaliyochelewa. Kwa hiyo wapo mabinti wengi sana wameolewa na mawakala wa shetani kwa njia hiyo. Ni mkakati huu. Kwa hiyo wanapopandikiza hizo ndoa, moja, kanisa linachafuka. Kanisa linachafuka. Napoona vijana wanaolewa, wanaoana kanisani, halafu ndoa zinavunjika kanisani, kanisa linanajisika. Ni mkakati wa shetani. Eneo hili la ndoa ni eneo nyeti. Ndoa zikiharibika na kanisa linachafuka, natiwa unajisi. Ndoa zikiwa imara, zikiwa zenye furaha na amani, kanisa linakuwa na furaha, na familia, watoto wanakuwa na furaha. Haleluya, haleluya. Huo ni mkakati wa shetani. Haleluya, haleluya. Lengo ni kunajisi kanisa. Yaani huu ni mkakati kabisa. Kwa hiyo hawa wamepandikizwa, ni mawakala wa shetani, wako makanisani sasa. Wamepandikizwa. Na anaweza kaigiza hata kutumika tu, akafanya hata huduma. Na mkumbuka kijana mmoja miaka ya nyuma kanisani kwetu, alijiunga mpaka na kwaya. Kumbe yule kijana alikuwa ni agent. Akamuoa mwana kwaya mwenzetu. Unajua baada ya kumuoa, akamwambia, "Mimi sikuja kanisani kuokoka. Mimi sijaokoka kwa taarifa yako. Mimi nilikufuata wewe." Yule binti imani kamshinda. Akamwambia, "Hakuna kwenda kanisani. Hakuna, nisikuone." Lakini tulikuwa tunaimba naye kwaya kanisani. Alijiunga mpaka na kwaya. Kumbe ni wakala wa shetani. Ni mkakati huu.
Ndiyo maana lazima tuombe, wana wa Mungu, kanisa, tuwe na macho ya kiroho, tukatae upofu wa kiroho uondoke kanisani. Macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, kuwe na waonaji, walinzi wanaosimama kwenye malango ya nyumba ya Bwana, kuzuia kusiwepo na kitu kichafu cha kuingia. Walinzi wenye uwezo wa kuona. Wachungaji peke yake hatuwezi. Lazima hizo ni karama zinazotakiwa kutenda kazi ndani ya kanisa. Haleluya. Tuko nyakati za hatari. Shetani anaendelea kuboresha mikakati yake. Kwa sisi lazima tuzijue fikira za shetani. Kujua fikira maana yake kujua njia gani zitumie. Haleluya, haleluya. Lazima. Lakini pia kuna ndoa za watu na majini. Ndoa za watu na majini. Hili ni eneo la chanzo kingine cha 5 cha ndoa zisizokuwa na furaha. Kuna watu mmeolewa na majini. Mmeoa majini. Wengi sana, wengi sana. Nasema nafanya huduma za maombezi. Haya ninayosema kila siku nayapitia, nayaona katika huduma za maombezi. Wapo watu wameolewa na majini. Wewe mama, kama umewahi kuota unazini na mwanaume usiyemjua, uko kwenye ndoa na mume wako, mojawapo ya kiashiria ni kumchukia mume wako bila sababu. Kwa unakuta kwenye ndoa watu wanagombana tu, hata unachokigombania hata shilingi 200 inaweza kawagombanisha mume na mke. 200 tu. Kumbe sio 200. Kuna hali ya kukinaiana, kuna nguvu imesimama katikati. Kuna jina imesimama katikati kuwatenganisha. Mbona? Kwa hiyo unajikuta mama, huna furaha yoyote kwenye ndoa. Huna furaha. Huna furaha na ndoa yako kabisa. Hiyo ni ishara ya kwamba kuna ndoa bandia ajini. Huna furaha kabisa na ndoa yako. Yaani ikishafika usiku, unaona kama na usiku ni jehanamu kabisa. Bora mchana iendelee, lakini usiku siingie kabisa. Na mume wako anapokuwa hayupo, unajisikia una raha sana. Yaani unapenda mume wako asiwepo. Akirudi tu, furaha inaondoka. Hiyo ni kiashiria kwamba kuna ndoa ipo. Una ndoa. Una ndoa ya jini. Ni wewe naye sema na wewe. Kabisa kabisa. Hivyo viashiria si unavyo? Ni viashiria mojawapo hivyo. Naishi kama kaka na dada. Kitanda kimoja. Miaka inakwenda. Kaka na dada. Miaka inakwenda, miezi inakwenda. Miezi inakwenda, ni kama kaka na dada. Kabisa. Lakini pia kama uliota unavalishwa pete na mwanaume na mwanamke asiyomjua. Yote umevaa shera, nafunga ndoa. Hivi ni viashiria. Kwa unajikuta wakati mwingine unaota mpaka unanyonyesha mtoto. Maana yake kuonyesha kwamba wewe mmezana jini. Mbona? Mmezana jini. Naota una mimba, lakini ukienda kupima hakuna mimba. Ni mimba hiyo. Ni mimba hiyo. Kwa unaona ndoa haina furaha. Na mwanaume naye hivyo hivyo. Huna furaha na mke wako. Huna furaha na mke wako. Lakini kwa kweli mlipendana vizuri sana. Lakini kuna nguvu imeingia katikati hapo.
kuna jini ameingia katikati. Ndoa isiyo na furaha lazima ina sababu. Sasa hili sasa hivi ni tatizo, na mojawapo ya majini haya mahaba, majini haya, majini dume, majini jike haya yamekuwa mengi sana. Jini huwa hazai na jini mwenzake, jini anazaa na mwanadamu. Na kuna watu ambao wameolewa na jini toka wakiwa wadogo. Nilimwombea binti mmoja, alipozaliwa tu akakabidhiwa kwa jini, akamuoa. Na kuambia hivi, yule binti aliolewa kaachwa. Kwa sababu kuna ndoa, alifunga ndoa siku ile ndo tanazaliwa, akakabidhiwa na mizimu ya familia kwa jini dume, akamuoa yule binti. Kwenda kutata ndoa kila siku ni ugomvi tu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mwanaume mwingine yupo na haya majini yanakuwa na wivu. Na ndio maana ukitaka kujua mama, angalia mpaka sasa hauoni siku zako. Hauoni siku zako. Uko kwenye ndoa. Miaka inakwenda tu. Hauoni siku zako. Kuonyesha kwamba tayari ndoa yako imekamatwa. Sasa ndoa yako haina furaha. Chanzo chake ni kipi? Katika hizi vyanzo vitano nilivyovisema, chanzo gani wewe kimekuangukia? Niombe kwa ajili yake. Niombe kabisa. Na wakati mwingine huu unaona kwenye kidole hiki cha ndoa, hiki kidole cha pete, kama unasikia kinawasha kidole hiki, na nitazama hiki kidole cha ndoa hiki kinawashwa, hii ni ishara kwamba umeolewa tayari. Hiyo ni ndoa tayari, imevaishwa pete na jini. Vaishwa pete na jini kabisa. Sasa unasema, mchungaji, tumishi wa Mungu, naomba uombe. Lakini wakati mwingine maombi habina omba tu. Haya maombi wakati mwingine nataka uombewe ana kwa ana. Kuna watu nimekuwa naomba kwenye simu, mapepo yanalipuka nyumbani. Mapepo yanalipuka nyumbani. Halafu nakuta sasa hana mtu wa kumsaidia. Wengi sana. Binti mmoja yuko kule Dodoma, nilikuwa naombea kwenye simu, amefunga, amevaa kabisa kwenye simu, amefunga na mpira. Mbona? Naomba, nagaragara chini. Kwa lazima uende kwa watumishi wa Mungu ambao watafanya maombezi. Hivi ni vifungo vinavyowatesa, na wengi wako makanisani. Wengi sana. Wengi sana. Na wakati mwingine watu wanawanyanyapaa, mnaona kama huyu mtu ana matatizo ya kiroho. Yesu alikuja kwa watu waliofungwa. Wewe huru. Shetani yupo kazini. Mkakati wa shetani ni kuhakikisha kwamba watu wanamwacha Mungu. Sasa mimi nataka niombe kwa ajili yako. Nataka niombe kwa ajili yako. Wewe ambaye uko kwenye ndoa haina furaha. Moja, unatakiwa toba kwa Mungu. Toba kwa Mungu kabisa. Ugaragare mbele za Mungu. Mbele za Mungu upomoke. Mwambia Mungu, nakuja kwako kama nilivyo. Leo anasema ni mateso kukaa kwenye ndoa na mtu asiye sahihi. Mateso. Lakini umekuwa na teso, naona kabisa kuna viashiria, kuna nguvu imesimama katikati. Cha kwanza kabisa, mpe Yesu maisha yako kama hujaokoka. Kimbilia msalabani. Nenda kwa watumishi wa Mungu waombe kwa ajili yako. Mimi nakwenda kuomba maombi ya jumla. Halafu Mungu atakwenda kukusaidia. Wewe unayetaka kuokoka, kwanza kabisa weka mkono kwenye moyo wako. Naomba Mungu akusaidie, hasa kupe mtumishi wa Mungu sahihi huko uliko. Lakini pia unatamani kufika mahali nilipo. Nilikuwa napokea watu wengi natoka sehemu mbalimbali. Unaona namba hapo na mahali nilipo, unaweza ukaje tukaomba pamoja na wewe. Mbona watu kwa mganga wanasafiri wanaenda mpaka nje ya nchi? Mbona?
Sasa kwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya mama, baba, kijana na binti huyu yuko kwenye ndoa ya mateso, yuko kwenye ndoa ya mateso, haina furaha, ni ndoa bandia. Ninaomba rehema kwa ajili yake. Naomba sasa umsaidie. Wewe ulikuja kugeuza maji machungu kuwa matamu, jangwa liwe chemichemi ya maji na ziwa la maji. Bwana wa majeshi, waweza kufanya jinsi unavyojua wewe. Uiponye ndoa hiyo sasa, chochote kile ambacho kimesimama katikati. Huyu anayeteswa na jini mahaba yuko kwenye ndoa, ndoa inataka kukatika, inataka kuvunjika. Toka ewe jini mahaba, toka jini dumu na tesa hiyo ndoa umesimama katikati ya mama na baba. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, ninaachilia uweza, ninaachilia mamlaka, ninaachilia nguvu, ninaachilia uponyaji, ninaachilia neema. Funguka sasa kwa jina la Yesu. Funguka sasa kwa jina la Yesu. Uwe hai kwa damu ya Yesu. Na amini Mungu amekuponya, amekusaidia. Sasa unaweza ukanipigia simu, iko hapo na mitandao ya kijamii. Tukutane kipindi kinachokuja wiki ijayo, na Mungu akutendee mema kwa jina la Yesu. Sibuka TV.